Huku hayo yakijiri, mbunge wa Embakasi ya Kati Benjamin Mwangi amemtetea aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua dhidi ya matamshi ya Rais Ruto kwenye mahojiano kuwa Gachagua alitisha shilingi bilioni 10 kumsaidia katika siasa za Mlima Kenya. Vile vile mbunge huyo ambaye ni Mwangi amekanusha madai ya Rais Ruto kuwa Gachagua alipata kura chache na hakuwa chaguo la wengi wakati alipofanya uteuzi wa naibu wa rais. Aliyesema haya wakati wa kuwatunuku zawadi wanafunzi ambao walifanya vyema kwenye mtihani wa KCSE mwaka jana katika shule ya Mwangaza iliyoko mtaa wa Kayole hapa jijini Nairobi. Let me say that I have been a good friend wa Kenya Kwanza kutoka na rafiki wa rais kutoka 2017 and tumetembea vizuri sana mpaka wakati tumekuja tukakuwa tunatafuta mpaka tunateua na naibu wa rais. I had him saying that atiwa tulipiga kura ya kuamua kati ya Kidiki na Rigathi nani alipata kura. Na mimi nataka niseme tulikuwa wengi na tulikuwa hapo ndani. Wagombea wenye walikuwa wanangangania hiyo kiti haikuwa Rigathi na Kidiki. Baka Dede alikuwa hapo ndani. Baka Muturi alikuwa hapo ndani. Akina Waigoro walikuwa hapo ndani. Akina Kiojori walikuwa hapo ndani. Mbona hasemi hao walipata ngapi? Hii ya kusema ati Rigathi Gachagua alipata kura 5 ni njia ya kuonyeshana ati Gachagua hakuwa na support. I can tell you for free. Hizo kura tulikuwa hapo, tulipiga, hazikuhesabiwa na mtu. Na hiyo saa yote isipokuwa sasa hiyo wewe jana umesikia kutoka kwa rais. Hii projo yote ilitoka na Moses Kuria. Moses Kuria ni yeye alikuja akasema DU amepata kura ngapi? 4 kwa sababu ya ile Kuria alikuwa nayo. So hii ingine yote ni uongo. Again anasema ati Rigathi Gachagua alikuwa anaitisha 10 billion. 10 billion atoe wapi? Sio ni taxpayers money. Serikali kupitia Wizara ya Elimu inapanga kukata rufaa dhidi ya uamuzi uliotolewa siku ya Jumanne na Mahakama Kuu hapa Nairobi ambao uliharamisha ulipaji wa karo kupitia mfumo wa eCitizen. Akizungumza baada ya kuzindua madarasa 8 katika shule